بين الورى يا سيد العقلاء ويا خير الورى ويا من أتيت إلى الحياة مبشرا وبعثت بالقرآن فينا هاديا وطلعت في الأكوان بدرا نجرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها صلاة دائما مستمرا إلى يوم نلقاه. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله واتبعوا سنة نبيكم واعلموا أن الفوز مع المتقين ومن لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا. Enyi ndugu Waislamu, nichukue fursa hii muhimu ya kukuhusieni nami pia kuhusia nafsi yangu kumcha Allah na kufuata mwendo na kutekeleza sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikuhusieni hasatan kipindi muhimu kama hiki, kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameeleza katika maneno yake ndani ya sura Baqara aya maarufu ambazo kila khatibu leo bila shaka amezisoma aya hizi. Aya zenyewe zinasema baada a'udhu billahi minash shaitani rrajim, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Ni matumaini yangu kila kikao cha kheri aya hizi zinasomwa sana, na aya hizi zinaashiria sisi leo kuingia ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Anna a'daa al-islam la ya'rifuna qimata Ramadhan, hata maadui wa Uislamu wanaitambua thamani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na kweli inna ad-dina 'inda Allahi al-islam, bila ya ushabiki kuna baadhi ya mambo ukiyatizama utajua kweli dini mbele ya Mwenyezi Mungu bila wasiwasi ni Uislamu. Waislamu wana baadhi ya mambo bila kupeana matangazo na mialiko, yakifika basi wote hufanya kwa pamoja. Angalia mathalan, likitokea jambo la hija, ingekuwa ni watu wengine basi ingekuwa mabango, matangazo, jamani tarehe fulani msisahau kuna ibada ya kukutana. Lakini Waislamu ikishafika mawasimul hajj, utakuta Thailand watatoka, China watatoka, USA, UK kote watatoka, Marekani watajazana pale picha pale. Na wakijazana katika ibada yao hiyo moja, wanakubaliana na wanaweka tofauti zao pembeni, na imamu anakuwa mmoja anasalisha kwa mara ya mwanzo dunia nzima. Inna dina 'inda Allahi al-Islam. Lakini na musimu tulioingia wa Ramadhani, hili jambo la Ramadhani hili pamoja na tofauti zetu, hili tumekubaliana sote, watu wote ni siku 29 au ni siku 30. Tutatofautiana kidogo kuanza na kufungua na kumaliza kidogo tu, lakini leo hakuna nchi duniani isofungwa leo. Leo ukifika Marekani utakuta wazungu kule Waislamu wako ndani ya saumu. Ukija kwa Tanzania ndio hivyo, kiingia kwa Waarabu ndio hivyo, mpaka kwa Wachina. Mnataka alama gani mjue kwamba Uislamu ni dini ya Allah? Upande wengine ule, kwa sababu tulitoka sisi kule, kuna vitu vingi hatuamiliani. Kuna baadhi ya funga tutafunga wachache, wengine hawafungi kabisa wala hawaitambui funga hiyo. Kwa hiyo inna dina 'inda Allahi al-Islam.
Kwa hiyo hata aadaa alislam la yaarifuna qimata Ramadhan, hata maadui wa Uislamu wanatambua thamani ya Ramadhan. Na wewe nipe masikio machache niongee kiu chache. Ni nini Ramadhan? Ar-Ramadhanu yakfihi sharafan annahu rukunun min arkani al-Islam. Ramadhani inafaa kuwa ni utukufu mkubwa kwa sababu ni nguzo miongoni mwa nguzo za Kiislamu. Bunya al-Islamu ala 50. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema huu Uislamu huu umejengwa juu ya nguzo 5. Miongoni mwa nguzo 5 ndani yake Ramadhani imo ndani. Kwa hiyo ni ibada kubwa, ni ibada ambayo ukifanya mchezo Uislamu wako haukamiliki kabisa. Wa Ramadhanu yakfihi fakhran annahu unzila fihi alquran, shahru Ramadhan alladhi unzila fihi alquran. Lakini pia mwezi wa Ramadhani unatosha kuwa ni fahari kubwa kwa sababu ndani ya Ramadhani kumeteremshwa kitabu kitukufu hichi hapa. Nikiona hichi ni kitabu cha Qur'an. Ukisema Qur'an ni mjumuisho wa visomo vingi. Vitabu vipo zaidi ya 52 vya Allah. Vitabu maarufu ni 4. Vitabu vyote vile vimemezwa na Qur'an. Qur'an tibyanun likulli shay. Qur'ani ni ubainifu wa kila kitu. Ukitaka sayansi imejaa ndani ya kitabu cha Qur'an. Mambo ya uzazi, mambo sio ya kitu gani huyakuti kitabu chochote cha Mungu unakuta ndani ya Qur'an. Vitabu vingine vya Mungu japo vimetajwa mvichache, mfano Taurati ilikuwa na kurasa 10 tu basi ishakusha. Injili ya Nabii Isa ilikuwa ina fadhail lakini haina hukumu. Kwa hiyo hata Nabii Isa alikuwa akitaka kuhukumu jambo mpaka akope maandiko ya Taurati. Lakini ukija ndani ya Qur'ani tukufu hii utakuta Qur'ani yote kila kitu kimo ndani yake. Ni kitabu ambacho kina heshima ya hali ya juu sana. Alafu kina utaalamu wa pekee. Qur'ani ina aya 6660 na kitu. Ina juzuu 30, ina sura 114. Sura ya mwanzo kimpangilio ni suratul Fatiha. Ni sura ambayo ina majina mengi kwa umuhimu wake. Jina la mwanzo inaitwa suratul Fatiha. Maana yake ni preface, maana yake ni dibaji, ni ufunguzi, ni mwanzo wa Qur'an. Lakini inaitwa suratus Sala. Tutasalia hivi sasa, inaitwa sura ya kusali. Inaitwa sab'u mathani, kitu cha kujirudia. Lakini ukijua Qur'ani inatisha, inaitwa ummul Qur'an, inaitwa mama wa Qur'an. Kwa nini imeitwa mama wa Qur'an? Sababu Qur'ani yetu hii pamoja na aya nyingi hizo ina jumbe 5 tu, ina message 5 tu, ina maneno 5 tu. Maneno yenyewe at-tauhid, at-tabshir, qasas, indhar wa dua. Na hayo maneno 5 yote unayakuta ndani ya suratul Fatiha. Kwa hiyo kwa utaalamu wa Qur'an, suratul Fatiha ina aya 7, lakini wallahi ina tafsiri ya Qur'ani nzima. Huo ndio muujiza wa Qur'an. Ndio maana yenyewe ilishushwa na malaika tele, malaika 80. Hichi kitabu hichi kimeshushwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ar-Ramadhanu yakfihi sharafan annahu unzila fihi al-Qur'an. Kwa hiyo Ramadhani imekuwa na utukufu mwingi kwa sababu ndani yake imeshuka Qur'an, na kukuongeza na vitabu vingine vyote vya mitume vimeshuka ndani ya Ramadhani. Kila siku moja ya Ramadhani kulikuwa kunashuka kitabu cha Mungu kwa mitume. Taurati ya Musa ilishuka ndani ya Ramadhani. Suhuf ya Ibrahim ilishuka ndani ya Ramadhani. Vitabu vya Sayyidina Shif vilishuka ndani ya Ramadhani. Kwa hiyo vitabu vyote vya Mwenyezi Mungu, kutubu samawiyatil munazzalati ala anbiya unzila fi shahr Ramadhan.
Ramadhanu yakfihi izzan anna alhasanati fihi tatadhaaf. Lakini pia Ramadhani ni heshima kubwa, kwa sababu mambo mema na mambo mazuri yote yanapata overtime. Overtime zilizokuwepo ndani ya Ramadhan huwezi ukazikuta katika mwezi mwingine wowote. Fakhtara Allahu Ramadhan min baini shuhur. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameuchagua mwezi mtukufu wa Ramadhan mbali ya miezi mingine. Fakaannama Yusufa ahabbu ila auladi Yaqub alayhi salam, kama vile unavyoona Sayyidina Yusuf alikuwa anapendeza mbele ya macho ya mzee Yaqub kuliko watoto wake wengine. Fakadhalika Ramadhan ahabbu shuhuri ila allami alghuyub, na vivyo hivyo Ramadhani Mwenyezi Mungu kaipenda kuliko miezi mingine. Fakhtara Allahu Ramadhan min baini shuhur wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Laqad faddala Allahu ashya'an ala ashya'. Mwenyezi Mungu ana tabia ya kutukuza vitu baadhi ya vitu. Huu ni utaratibu wake Allah. Laqad faddala Allahu baladan ala sa'iril bilad. Kuna mji mmoja mtukufu umetukuzwa sana kuliko miji yote ya dunia nzima. Ala wa hiya Makkah al-Mukarrama. Na bwana ni nchi ya Makkah. Nchi ya Makkah haina vita. Nchi ya Makkah siku za mwisho haingii ukimwi, haingii tauni, haingii COVID-19. Siku za mwisho ule ni mji mtukufu sana, mtukufu mji wa Makkah, mpaka Masihi Dajjal haingii. Mwenyezi Mungu mji ule kaufagiria, kautukuza na kaufanya ni mji wa amani kabisa. Yani wewe siku za mwisho za kiyama kama utakutwa uko Makkah, ndugu yangu, usirudi tena Tanzania, kwa sababu kuna majanga mengi pale utasolve kwa kuishi pale Makkah peke yake. Wa faddala Allahu jabalan ala sa'iril jibal. Lakini kuna mlima mmoja katika milima yote ya dunia Mwenyezi Mungu kautukuza sana. Ala wa huwa Jabal Uhud. Ni mlima unaitwa mlima Uhud, na mlima wenyewe uko Makkah vile vile. Wa faddala Allahu ma'an ala sa'iril miyah. Na kuna maji katika maji yalotukuzwa duniani kutokamana na maji mengine. Ala wa huwa ma'u Zamzam wa Zamzam tajiri. Haya ni maji ya Zamzam yenye historia kubwa, na maji yenyewe vile vile unayakuta yapo katika mji mtukufu wa Makkah. Wa faddala Allahu kitabun ala sa'iril kutub. Lakini kuna kitabu kimoja kimetukuzwa mbali ya vitabu vingine. Ala wa huwa al-Qur'anul Karim. Kitabu chenyewe katika vitabu vyote vya Mungu chenye utukufu ni kitabu cha Qur'an, ambayo Qur'an yenyewe imeshuka mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wa faddala Allahu malakan ala sa'iril malaika. Na Mwenyezi Mungu akamsharifisha, akamheshimisha malaika mmoja juu ya malaika wote. Ala wa huwa Jibril alayhi salam. Na huyu ni malaika Jibril, ambaye Jibril Ramadhani alikuwa akija sana kumdarsisha Mtume Muhammad Qur'an. Wa faddala Allahu basharan ala sa'iril bashar. Na kuna kiumbe ambaye ametukuzwa sana kuliko viumbe vyote, na huyu bila shaka ni Mtume Muhammad, ndio kaja na Ramadhani yake. Wa faddala Allahu yawman ala sa'iril ayyam. Iko siku moja imetukuzwa katika siku za dunia, nayo ni siku ya Arafa. Lakini wa faddala Allahu laylatan ala sa'iril layal. Kuna usiku mmoja una utukufu katika siku zote za dunia. Ni usiku gani huu? Ni mkesha wa Lailatul Qadr, ambao wenyewe unapatikana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo mwezi wa Ramadhani kutosheleze kwa haya, unashindia miezi mingine. Naomba kwa ruksa yako nichukue aya mbili tu za Ramadhani tukazifanyie kazi wewe pamoja na mimi inshallah. Aya ya mwanzo Allah anasema ya ayyuhalladhina amanu, na itakuwa si vyema nikatoa khutba ya Ramadhani bila kuisoma aya hii. Ni aya tunaitegemea sana kwa ajili ya Ramadhani. Enyi waumini wa dini ya Kiislamu, mabwana waumini ndio si tulokaa hapa msikitini,
na tunamwomba Mungu atilie nguvu imani zetu. Enyi waumini ya dini ya Kiislamu, kutiba alaikumus siyam, mmefardhishiwa jambo la kufunga saumu. Lugha iliyotumika pale kwenye kutiba imekuja kwa majuhuli, ay furidha, mmelazimishwa. Na lugha ikija kwa kutiba ni tofauti na kataba. Hata angesema kataba alaikumus siyam ni sawa pia, lakini neno kataba na neno kutiba tofauti yake. Yakija maneno ya kataba ni vitu vyepesi vyepesi, vitu rahisi rahisi, na aya hizo ziko ndani ya Qur'an. Kataba ala nafsihi rahma wabtaghu fima kataba Allahu lakum, mambo mepesi mepesi. Lakini jambo likiitwa kwa kutiba wanasema ni shaqun, ni azizun, ni jambo gumu, halina usahali, ni zito. Angalia hata katika mambo ya kivita Mwenyezi Mungu alitumia sigha na staili hiyo ya kutuita, ya ayyuhalladhina amanu, enyi waumini wa dini ya Kiislamu, kutiba alaykumul qital wa huwa kurhun lakum, mnaitwa mkapigane na nyinyi mnachukia kupigana, kwa sababu ni issue za kuuana hizi. Yale maneno ya kuitwa kwenye vita ndio katuita ndani ya saum, kutiba alaikumus siyam. Ni kwamba Mwenyezi Mungu wallahi anatambua jambo la saumu ni jambo gumu na halina urahisi jambo la kufunga. Juzi nimekutana na mtu mmoja anakuja ofisini kwangu, anambia ustadhi unaumwa? Nikamwambia mimi niko fiti. Kwa nini? Asema au ndo saumu umepungua siku 2, leo chungu cha pili. Nikamwambia njaa mwanaume, na njaa mwanaume kweli. Saumu hii ione hivi hivi saumu. Kuna mtu wangu wa karibu machachari sana, ana tabu sana. Tokea juzi namtania kanywea, hana hata vurugu. Ufikiri nini? Njaa. Wengine hata khatibu hajaanza mnaanza kusinzia. Unajua nini? Wallahi njaa ya hatari. Ndio maana katika hadith kudusi Mungu anasema hata yatruku ta'amahu, mpaka mtu anata chakula chake mwenyewe hajakatazwa, unakiacha hivi hivi. Si unaona kama mimi nilivyo hivi? Mungu angeonekana pengine leo ungemwambia Mungu, hebu nihurumie, nimeweka daku langu zuri, nimepitiwa mazima na sijafuturu vizuri, lakini itabidi ufunge. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu kaona hichi ni kibarua, unaacha chakula, unaacha kinywaji na matamanio ya halali kabisa. Yule mke yule unamwacha hivi hivi. Mtu mmoja juzi anamlalamikia mke wake, ambia sasa mambo gani tunafanyiana? Unaona nimepitiwa hata sijakugusa mpaka asubuhi. Sasa itakuwaje? Ambia ndio ufunge hivi. Haya yote Allah kayaona. Na kuna watu ibada taban, mtu yoyote kula anapenda, hakuna asopenda kula. Kula ni neema ya hali ya juu sana, lakini ni haja. Na kuna watu njaa hawaiwezi kabisa. Kwa hiyo Mungu katuita kana kwamba tunapelekwa kwenye vita. Utafikiri tunapelekwa vitani, sababu chakula kina mtihani mzito. Kutiba alaikumus siyam, mmeitwa kwenye jambo gumu zito la kuacha kula na kunywa na matamanio. Sasa mtaulizana, imekuwaje tuitwe katika jambo gumu kama hili? Mungu akapunguza kidogo ule ugumu, akasema kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama tulivyowaita waliokuwa kabla yenu nyinyi. Unajua jambo ukiambiwa mwingine ashapitia ule mtihani kidogo unatulia, kuliko likianzia kwako. Ukiambiwa bwana, umeona hii njia hii watu pale wanakabwa pale, kwa hiyo tushakwambia mapema, ushapewa notice mapema. Ukifika pale ukitiwa mtama, ule mshtuko wake si mkubwa, wanasema jamaa washafika, kuliko ukiwa hujaambiwa utapaniki wewe, kumetokea nini, kuna nini, kumbe ni sehemu mbaya ile. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu kupunguza ukali akasema haya maonjo hamjaanzishiwa nyinyi, kama kutiba ala alladhina min. Unaona Mwenyezi Mungu anavyojua kuongea lugha laini na waja wake. Angesema tu fungeni kushiria mbali, alafu Mwenyezi Mungu ajibu, amesema kutiba
Ingekuwa mimi na wewe tungesema katabtu lakum, nimekufardhishieni mfunge. Lakini kwa sababu Mungu anatuhurumia na jambo lenyewe zito, anasema kutiba. Ukisema kutiba, mmelazimishwa. Sasa mnaanza kutafutana nani katulazimisha, yani mpaka kuja kugundua ni Mungu mwenyewe. Hatari kweli kweli. Hapa anaongea kwa usahali. Kutiba, hata kujitia mzima mzima nimekufardhishieni pia hataki Mwenyezi Mungu. Sasa ni jambo linaumiza. Mimi kila usiku mkiftari, kwa sababu madonda ya tumbo hayako mbali na mimi, basi natumia dawa yangu ya vidonda, na daku natumia dawa yangu ya vidonda. Kesho tuendelee na mdundo wa saumu. Kwa hiyo jambo la saumu hakuna hata mmoja anayesema wala halisumbui. Linasumbua jambo la saumu. Kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Faida yake ni nini? Faida yake mpate takwa. Yuridu Allahu an yazra'a fi qulubina zar'an ismuhu taqwa. Mwenyezi Mungu anataka aoteshe mche ndani ya roho zetu, jina lake ni uchamungu. Na uchamungu ndo leseni, ndo passport ya kupaswa nayo paradise. Wallahi tunamuomba Mwenyezi Mungu angalau saumu ya mwaka huu atupeleke moja kwa moja peponi. Saumu hii itatupeleka peponi, na saumu ina mambo makubwa kabisa. Pamoja ni ibada nzuri, ni ibada ngumu. Mwenyezi Mungu akaleta maneno ya kupunguza, ayyama ma'dudat. Msimsemee Mungu, usije ukasema bwana sasa mpaka itakuwa miezi mingapi? Asema ayyama ma'dudat, masiku machache, 29 ama 30. Kwa hiyo usije ukasema mpaka lini? Mpaka kesho kutwa tushamaliza saumu. Alafu pia asema sasa watu wote tukifunga, wengine hatuwezi, akabagua. Faman kana minkum maridan au ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra. Yule ambaye atakuwa msafiri, mwingine ni mzee, mwingine ni mgonjwa sana huyu, basi aache kufunga, siku nyingine atakuja kulipia siku nyingine. Kwa hiyo hata mtu akisafiri akiacha kufunga, fadhila zake ni kubwa kuliko hata akiendelea na saumu yake. Na mgonjwa asiwe mgonjwa mpaka akafa. Sayyidina Anas ibn Malik aliishi mpaka miaka kama 80, miaka miwili mizima, kwa sababu ya uzee aliokuwa nao. Alikuwa hafungi Sayyidina Anas, alikuwa kila leo analisha maskini. Yani ukiwa wewe ni mzee au ni mgonjwa, basi itabidi ulishe maskini mmoja. Na siku hizo Sayyidina Anas ibn Malik, kwa sababu kila siku 30 alikusanya masikini 30 kwa siku wote, akawamwagia chakula wote, akasema nishamaliza deni la mwezi mzima sasa. Na wewe unaweza ukafanya hivi. Lakini tunaye mjamzito, mama mjamzito, mimba changa inafujo, mama anadondoka kila saa, mara nyingine mpaka akatiwa drip. Sheria imemuona huyu, aache kufunga asije akatufia bure. Wala tushaddidu dini ni nyepesi sana, asifunge. Lakini kuna mambo mawili. Kama mwenye mimba ataacha kufunga sababu ya afya yake, kwamba kwa hali lilokuwa nayo nikifunga itakuwa hatari, ale baadaye atalipa saumu tu. Lakini kama wasiwasi wake pengine huyu mtoto tumboni ananitegemea mimi akafa, basi ale, lakini atakuja kulipa na fidia. Na hukumu hiyo mnyonyeshaji pia. Mtu akiwa ananyonyesha maziwa yake yale, kama akisema mimi nikiendelea kufunga kwa staili hii, mtoto anavyoninyonya nitapata kizunguzungu ndondoke, basi na ale, atakuja kulipa saumu. Lakini kama mimi bwana nikifunga maziwa hayatoki, mtoto atanyonya nini, na ale, atakuja kulipa pamoja na fidia. Haya ni masala kuhusiana na saumu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameendeleza aya hizi za saumu, kisha akatuambia shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran. Kwa mwezi wa Ramadhani huu ndio mwezi ndani yake ulishushwa hii Qur'ani yenyewe. Hudan linnas, ni ubainifu kwa watu na unapambanua mambo ya haki na batili. Faman shahida minkum ash-shahra falyasum, mtu ambaye ameushuhudia mwezi basi na afunge. Akarudia tena Mwenyezi Mungu,
alokuwa na matatizo na hivi atafunga siku nyingine. Yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, Mwenyezi Mungu anakutakieni kwenu nyinyi wepesi wala hataki uzito. Yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilu al-idda. Hapa pazingatiwe walitukmilu al-idda. Mkifunga jamani, hakuna mimi naweza siku 10, mimi zangu siku 15. Kamilisheni idadi ya masiku yanayotakikana. Na ukiacha kufunga bila sababu za msingi tu, hiyo somo hailipiki hiyo, na jarima yake ni nzito sana. Na tuheshimu mwezi. Mabwana, mwezi lazima uheshimiwe, hasa wauza maduka ya vyakula. Tunawaambia hivi, akija mtu usiache kumuuzia soda. Naomba soda ndugu yangu, pengine ndani yake ana kizee na kuna watoto wadogo hawafai kufunga. Ukimwona anakuambia nipe, afu akaondoka nayo, mpe. Pengine anampelekea mtu mwenye dhurufu. Lakini akwambia nipe soda, nifungulie hapa hapa, huyu usimpe. Ambie wewe sikuuzi. Lazima mwezi uwe na heshima yake. Lazima mwezi uwe na heshima ya hali ya juu kabisa. Lakini pia Mwenyezi Mungu kuna maneno ameyachomeka katika mwezi wa Ramadhani. Anasema wa idha salaka ibadi, na kabla ya hapo walitukmiru al-idda walitukabbiru ala ma hadakum. Hii walitukabbiru tunaweza tukaingiza maeneo mawili. Tumtukuze Mwenyezi Mungu zile siku zaidi zikifika, au tumtukuze Mwenyezi Mungu kwa yale mambo ambayo mtume katuambia tuyafanye sana ndani ya Ramadhani. Mambo yenyewe ni mambo matatu. Jambo la mwanzo, tumtake msamaha Allah, tulete istighfar. Jambo la pili, tumombe Allah pepo. Jambo la tatu, tumombe Mungu sana sisi atukinge na moto. Moto ni mkali. Ndio yale mambo, ashhadu an la ilaha illa Allah, nastaghfirullah, nasaluka aljannata ya ilahi wa na'udhu bika minan nar. Yale mambo yale tunayafanya sana kila baada ya sala. Kwa nini tunayafanya kila baada ya sala? Kwa sababu kila duburu sala, kila nyuma ya sala dua hukubalika. Sio kwamba ni wimbo fulani tu ule, hata ukiswali peke yako lete sana uradi huu, ashhadu an la ilaha illa Allah, astaghfirullah, as'aluka aljannata ya ilahi wa a'udhu bika minan nar, allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim ya tawwab rabbi tub alaina wasamihni waliwalidayya. Ya muombe Mungu katika sigha za namna kama hii. Usisubiri mpaka imamu kaimbisha. Popote muombe Mungu sana maghfira, akusamehe, kwa sababu kipindi hichi msamaha ni mwingi sana. Muombe Mungu sana akuingize peponi. Hichi ndio kipindi chake hiki. Muombe Mungu akuepushe na moto. Mabwana, ndugu zangu wa Kiislamu, wallahi kuna baadhi ya watu walikuwa front line, wameandikwa ni wa kuchomwa na Mungu hawa. Kilichowatenganisha na moto mkali ni pumzi zao tu. Wangedondoka leo wangeenda kuona cha mtema kuni. Na Mungu anatusubiri, na Mungu hana mchezo. You can imagine hii miezi 11 iliyopita nyuma hii, ambao si mwezi wa Ramadhani, hesabu umezini mara ngapi ndugu yangu Muislamu? Unaona mchezo kutembea na wake za watu, unaona mchezo kumharibu mwanamke. Wewe ndio musabbib, umemfungua usichana wake, wewe ndio mwanzo umefungua ule mlango. Kila anayekuja kwa njia ya kumzini umefungua akaunti ya mambo mapya. Hasa hapa kwenye zinaa hapa unakuta watu wanasali, lakini hili gonjwa bado linatawala. Tena sasa hivi utashangaa, wewe utashangaa kweli kweli. Mimi nimekutana baadhi ya aima viongozi wenzangu, maimamu. Bwana vipi? Wamenitimua pale msikitini bwana. Unajua fitna zimekuwa nyingi, zimekuwa hivi. Watu Waislamu wanamfukuza imamu msomaji kama wewe, lakini baadaye unasikia habari za nyuma. Imamu kakutwa kule kwa wanawake na wanawake bwana. Tumemvumilia, mara ya kwanza kafanya hivi, mara ya pili kafanya vile. Sasa ikiwa imamu anawatolea macho wanawake, maamuma itakuwaje? Wanasema dhambi zinazotutesa hapa Tanzania hizi mbili. Unajua Watanzania ni warahimu, ni wakarimu.
hawana ile mambo mabaya, hawaabudi ng'ombe kama India huko. Ukienda kwa wenzetu watu wanaabudia mpaka tupu za wanawake, vitu vya ajabu ajabu, ng'ombe anaabudiwa. Hapa Tanzania hakuna vitu kama hivi. Hapa Mungu na sisi, mtume na sisi. Lakini tuna matatizo mawili haya, tukiyarekebisha haya tumefanikiwa. Ulevi na uzinzi, hivi vitu viwili hivi tukicheza navyo, kwanza maisha yetu yatakuwa super, halafu tutakuwa waheshimiwa kwa Allah. Azina jarima ihtazu arshur rahman, zina ni dhambi ikitendwa inatingisha jengo la arshi ya Mungu. Na ile zina ulolizini, ule utupu utabandikwa nao siku ya kiyama, utakuwa unalipuka kama mabomu ya dunia, na unakulalamikia fedheha kubwa hii siku ya kiyama. Tupu yako wewe uqitatum min lahamika itakukhini siku ya kiyama. Ile tupu yako itarefushwa zira 70, itakuwa inanuka hatari. Ardhi ya shaba ipo chini inaungua, idhlali ya hali ya juu sana. Haya yote wa kulla shay'in nahsainahu kitaba, yamedhibitiwa kwa kuandikwa. Mtume kayaona haya, kasema ikishaingia Ramadhani kama hii, mtakeni sana msamaha Allah. Na msamaha kuna kujumlisha Mungu nisamehe zina zote. Toba haiko hivyo bwana. Toba, kila toba wajibu an yatuba min kulli dhanbi. Kila toba moja ipe sharti zake 3. Kuna zingine zina sharti 4. Kwa hiyo anza kumwandika Asha, mletee sharti 3 za toba. Anza kumwandika Mwanauru, mletee sharti 3 za toba. Na kila sharti lazima ulie ndani yake, lazima uazimie sirudi tena dhambi yake. Hakuna toba inafanya unarudi, hapana. Sasa mtume anasema mambo 3 muombeni Mungu. Na nikwambie siri, zina ina hasara nyingi. Miongoni mwa hasara zake inaondosha haya. Mtu anayezini kwanza haoni vizuri, hata ukimwambia mtu yule yuko wapi haoni, nuru inaondoka. Mtu anaozini hana aibu hana kabisa. Anaweza leo akamtongoza mtu kama mamake mzazi, wala hana wasiwasi. Lakini mtu anayezini, nakwambia siri sasa, hadumu kwenye kazi. Hata anaingia leo kwenye daladala, kesho kutwa kashapigwa chini, amepewa semi-trailer, kashushwa hivi, acha gari hapo shuka, alafu anakwenda kupewa mtu mwingine. Asema mimi nina mikosi. Ni vile vivuli vya zinaa. Kuna vivuli vya mashetani, ukizini hapo vinakumbatia. Hapa Shauri Moyo hapa unashangaa wewe spare hazitoki, wenzio kila leo Dubai. Basi hata wale wasiokuwa Waislamu wakienda kwa waganga wa kienyeji, anaambia masharti ya tiba yako usije ukalala na mwanamke leo. Hawafanyi uzinifu na matatizo mengi. Sasa kwa sababu Mungu ashakutia nuksi ya zinaa, muombe Allah msamaha katika mwezi huu. Na neno la mwisho kabisa la kuhitimisha, wa idha salaka ibadi anni fa inni qarib. Kuna aya za maombi zilipachikwa kwa ajili ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ina maana ndani ya Ramadhani pia tuombe dunia yetu. Muombeni Allah akupeni maisha ndani ya Ramadhani, ili mwezi tukiutumia vizuri una uwezo wa kuendesha miezi 11 katika miezi 12 iliyobaki. Muombe Mungu fadhila zake kipindi hichi. Moja kati ya dua za wafungaji inakubalika. Tumia muda mrefu kumwomba Allah, hasa tumia zile miusimu ambazo dua zinakubalika sana, hasa pale anapoadhini muadhini, panapoadhiniwa mpaka muda wa iqama, pale dua zinakubalika. Omba dua za maana. Muombe Mungu akudumishe kuswali, muombe Mungu ufanye yoyote, lakini usife vifo vya ajabu. Haya ni mashtaka. Mungu nakuomba, mimi ni mja wako. Sema hivyo. Mara nyingine naingia guest huku nalalamika, mara nyingine naiba cha mtu, najua hiki si changu, sijui hata nitafia wapi. Siku za mwisho niulie hata msikiti ni Mungu. Siku za mwisho angalau nimetubia Mungu, usiniite kwako, ila pale unapoona kidogo nimetengeneza muamala mzuri na wewe. Kisha muambie Mungu ufukara, shida, madeni ndio usiseme. Mabwana, simama na Mungu kila siku moja. Muombe Mungu akufutie madeni, akufungie kabisa mlango wa madeni. Kuna watu kwa ajili ya dua wanaishi bila ya madeni. Na ili Mungu akuondoshee madeni, na wewe kama inawezekana wasamee wadeni wako, kama inawezekana, si lazima.
haiwezekani kuwasamehe, wapunguzie, ni katika mema. Alikuwa mwanachuoni mmoja anawadai watu wengi, fungua daftari, huyu Ali anadaiwa ngapi? Huyu unamdai 100,000, muondolee 50, mwambie tunamdai 50. Kila siku kazi yake kupunguza madeni ya watu tu, kila siku. Yule unavyomuona lile deni lishampelekesha, mfutie kabisa hilo deni. Akawa anaulizwa, wewe kazi yako kila leo kufutia watu madeni, maana yake nini? Niambia, na mimi na madeni makubwa kwa Mungu. Sasa kuna baadhi ya watu wamesongwa, unamdai 5,000 tu, si umsamehe, mwambie tu basi bwana, usiwe na wasiwasi, basi yaishe, mkhafifishie mtu. Kuna mtu halali macho kwa sababu ya deni lake, na wewe hudai hata kwa rehema. Unaona kama anacho hataki kukupa, kila siku message kali, nakwambia nitakuonesha, nilipe shehe wangu. Unamdhalilisha Muislamu kwa ajili ya deni lile. Kuwa mpole na madeni, na wewe unayedaiwa muombe Mungu akuafikishe ulipe vya watu. Tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe rehema za Ramadhani.